Mtazamaji wa Coke TV, hapa katika dimba la Lupaso ama Benjamin Mkapa, mahali ambapo tunaenda kushuhudia mchezo wa dabi ambayo ina ladha ya kusisimua, kwa sababu hii inatupa ladha ya fainali, lakini pia katika mchezo huu tutapata bahati ya kuona bingwa wa NBC msimu huu, kwa sababu hapa sherehe za ubingwa zitaendeshwa ikiwa ni mchezo wa mwisho wa kutamatisha ratiba ya msimu wa NBC wa mwaka 2024-2025, na nyuma yangu ndo dimba haswa la Benjamin Mkapa. Mimi kazi yangu ni moja tu, nimekuja kuongea na mashabiki ili tusikie tambo zao kuelekea mchezo huu, lakini pia watuambie baada ya Simba kuvunja ukimya nini wanakitarajia kuelekea mchezo huu. Langu jina ni Amani Ayubu, ambatana nami mwanzo mpaka mwisho. Wote nawapa hamasa kubwa kwa mchezo huu. Na ndio maana umeona tumejitokeza. Yaani hatuna chaka na dabi ya leo. Lakini wengi wanasema mko kimya, yani kama ni wanyonge. Hakuna unyonge. Wewe ndio tulivyo. Wao ndio wanyonge. Kwamba wingi wao ni wageni waalikwa, lazima tuna raha. Tuna raha zetu. Wageni waalikwa. Tunakuja kuingia. Ndio maana hamtaki kelele. Hapa ni ubaya ubwela. Kama leo shughuli ipo. Hakuna namna. Wanasema jana mjafanya mazoezi. Kwa Mkapa atoki mtu, usisahau. Ni ya kwenu hiyo. Hiyo ni ya kwetu hiyo. Leo mnaenda kuithibitisha. Kama sio kimataifa tu. Sisi ni watu wa kimataifa, ni watu wa hapa. Kwa shughuli ni ngumu. Leo. Bwana mimi nikuulize tu la mwisho kabisa, nikuache uende. Unadhani ushindi wa leo utakuwaje? Yaani ushindi wa leo. Mimi nakwambia ni furaha. Sisi ndio wenye nchi. Sisi ndio wenye nchi. Wao wanaigiza kwetu. Ikitokea mmefungwa, kuna hatufungwi leo. Kwa maneno kufungwa. Mimi nakwambia mtangazaji. Yaani mwenyewe utashuhudia dabi ya leo ilivyo. Hakuna kuonewa. Kombe naondoka nalo magoma moto hivi. Mapema tu. Mchezaji gani ambaye anakupa kiburi na kujiamini? Kwani hamjui Mpanzu jamani? Baba. Kama Mpanzu ndio anaenda kuharibu show. Achana na hiyo kitu bwana. Ni ana hatari. Hiyo ni balaa. Nyuki hiyo. Ina hatari. Hiyo ni bomu hiyo. Kama leo hakuna namna. Hakuna mtu atakayetoka leo salama hapa. Kama ile kauli yenu ya kwamba huwezi kuwa bingwa bila kumkaba Mpanzu inaenda kutimia. Kabisa. Bwana shukrani sana. Shukrani sana. Asante sana. Ulize baba. Bwana, unapoona mchezo wa leo, kuna uwezekano mnyama kuchukua kombe? Baba, usielewe tumekaa kimya hivi kwa tuna sisi tunajinga. Umesikia? Unajua mtu mzima akitulia huwa anatunga sheria. Umesikia? Hao jamaa wanaongea sana. Sisi tuna heshima, tuna nidhamu, na ndio maana tumetii wito wa mama aliyotuambia tucheze. Lakini kwa kifupi wametufanyia mambo ya ajabu sana. Wamedai madamba hayaeleweki katika huu mpira. Lakini sisi tumekubaliana hayo yote. Sisi tungeweza kugoma. Lakini tukenda kugoma kwa sababu sisi tuna utito toka muda mrefu. Alafu kwa situation kwamba sisi ligi tumefikisha hapa tulipo kwa juhudi zetu. Umesikia? Ligi imefika nafasi ya 4 ya 5 kwa sababu ya nguvu ya Simba, imebeba timu kibao tu. Kwa kimataifa wapi na wapi. Sasa jamaa leo wanapozungumza kwamba sijui kwamba Simba imefanya nini. Chanzo sio sisi. Wameanza wao wakasema kwamba sisi tumeingia na mbuzi uwanjani, sisi na vibabu, sio kitu gani. Kwa hiyo Simba yangu vitu havipo. Na kama vipo basi vitu vitakupita tu. Ndio. Nisikia. Wana miaka mingapi wanapita nyuma mageti madogo. Hawapiga mageti kubwa. Sisi tunaongea. Hatuongei. Umeelewa? Hiyo sio nasema leo uwanjani. Watajiuliza sana. Kwa maana hiyo leo unaona mnaenda kushinda ngapi? Yaani nakwambia bwana, sisi tukishinda 2 sisi okay. Ushindi lazima. Ushindi lazima. Ni mchezaji gani au ni wachezaji gani ambao wanakufanya ujiamini kushinda mbele ya mtu ambaye anashinda goli 5? Hauzee, kushinda mbele kitu kimoja. Mimi nashukuru Mungu kwa yangu ni wazuri. Kwa sababu nimetoka kimataifa, nimeonyesha kabisa. Unasikia? Nimeonyesha kwamba nina uwezo mkubwa uliofika. Na nina kimataifa mfidisi tu kama mwenyewe mmeona. Umesikia magoli ambayo offside ambayo ni offside. Goli ya wazi, refa anameza mpira basi kwa alania wote. Kwa sababu hivi sisi sasa hivi tuongee sana. Ni matendo. Tarehe nane nimefika kwa fikisi wao wenyewe. Msikie kwa wanajipua ni wao wenyewe. Tarehe 15 tena wanani mpaka tarehe 20 wakaona ndio nani sisi tunakubali. Tunakipasha tena tunakipasha kuliko wanavyotania. Na nakwambia watadondoka wengi uwanjani. Leo watu wengi watadondoka wengi uwanjani blaza, kwa sababu hata amini. Mimi nakwambia. Usiwe amejana amekaa kimya muda wote huo, ukaona kwamba alikuwa ni mpumbavu. Babu
ameseti mipango, ana uhakika wachezaji kifika pale wanaisha kazi yao. Kama maneno hayatakiwi ni kuleta mbungi tu. Sisi tumekubaliana 25 sawa, hatukataa. Tunaweza kugoma, sisi tukagoma vile vile. Bali wao wamegoma na wana nini? Ufikiri watakuwa wametimiziwa? Sio yote, si ndio? Na watakuwa leo zimimiziwa, sio wale ambao walikuwa kipambele kwa mara kwanza. Yamezuka baada ya nini? Baada ya wameenda kasi, wamepata kitu gani? Hakuna. Walioenda kasi sio waliopata. Waliodai sio waliopata. Unaona? Wewe wana propaganda nyingi. Wewe leo tutegemea ushindi na ni ushindi mapema sana. Ushindi. Sawa, hiki kwa sisi hatuogopi. Ushindi goli moja, kafuani itabaki hilo hilo. Na hizo tunanyuka hapa. Tunawashangaza. Bwana anamaliza kwa kusema tunawashangaza. Watadondoka wengi uwanjani. Wacha jazare. Bwana anasema watadondoka wengi uwanjani. Yakigeuka hautakuwa miongoni mwa wanaodondoka. Ngombe kitu kimoja. Mimi mpira Simba siweza kujua leo. Na Simba inashangaza watu kila kukicha. Hiyo ndio naona. Itaendeleza. Mechi iliyopita sisi tukao wenyeji. Tumenyima magoli ya wazi yanaonekana. Penalty za wazi tumenyima pale. Mpira umetoka nje mtu wa goli. Umesikia? Mpira sio offside mbele ni offside. Lakini wao wametoka goli la wazi mpaka leo wanatamba nalo. Baadaye tufunga wanataka kama magoli ya kupewa. Ile sasa hivi sisi ni wanyonge. Tunakubaliana hilo kitu kwamba mtafanyia vigezo tu nyamaza kimya. Tena mechi zetu tunanyamaza kimya. Ile nasema hivi tutaonyeshana hapa kwamba asili yenu kubwa kabisa mmejificha ni kwenda kuonyesha uwezo. Ni uwezo. Atongei sana. Bwana shukrani sana. Mimi na uhakika kwa sababu kikosi nakiamini. Kikosi kiko vizuri, umeona namna mashindano ya shirikisho tulivyofanya vizuri, tumefika fainali. Kwa wenzetu walishia kwenye makundi, timu ya Songesha FC watu wanadaiwa madeni mpaka na kafu. Sija kuelewa hapo uliposema Songesha wala maana gani? Yani Songesha FC ni timu gani? Nasema Songesha FC kwa sababu hawa wananchi hawa ni Songesha FC kwa sababu wamekuwa wakileta changamoto za kutocheza huu mchezo kwa sababu kwamba wanaidai TFF. Kumbe TFF ndio inawadai. Kwa hiyo kuonyesha kwamba tayari wameshatoka mchezoni, ndio maana tumekuja sisi tutangaze ubingwa mbele yao. Ila mlikaa kimya kwa muda kidogo tarehe kubadilishwa kutoka tarehe 15 hadi tarehe 25. Mlikaa kimya kidogo. Leo hii majira ya mchana tumeona Simba wameposti. Mwanzo msimamo wa timu ilikuwa ni kutokuleta timu mara baada ya mechi tarehe 15 kuwa imeahirishwa, lakini baada ya kuwa kiongozi wa nchi ameingilia kati, ametusuluhisha kama vijana wake, sisi tumeamua kucheza, lakini tukaamua miguu iongee uwanjani kuliko kutumia mdomo. Unataka kuniambia leo matokeo yatakuwaje hapa kabla tujaingia ndani? Yaani hiyo akifa chache sana ni mbili. Akifa chache sana ni mbili. Kwa sababu bahati nzuri sana wametuletea marefa kutoka Egypt. Marefa ambao wao huwa hawana mbambamba. Yaani hawana mbambamba kiasi kwamba Kibu Dennis, Elim Panzu na ninaziona penalty za waziwazi ambazo Kayoko alitunyima leo zinaenda. Unadhani labda ni nani ambaye anaweza akawapa penalty pale kwa Yanga kwenye backline yao? Ni nani unadhani ana makosa haya mara kwa mara anaweza akafanya mkapata penalty? Baka tayari saizi amechoka, umeona anatumia mikono sana kuliko kutumia miguu. Amechoka sana, anatumia mikono sana kuziwa watu, kuziwa masteka badala ya kutumia miguu. Sasa ni yapi labda unaweza kawaambia mashabiki wa Simba kwamba kuwatoa pressure? Maana mashabiki wa Simba siwaoni wengi hapa kwa asili eneo hili. Mashabiki wa Simba hawana pressure kwa sababu wanaiamini timu yao. Timu ambayo imecheza fainali ya shirikisho haiwezi kuogopa timu ambayo ilishia kwenye fainali ya shirikisho. Mkaangukia pua. Sawa, tumeangukia pua, lakini tumefika fainali. Sawa. Tumekutana na timu ambayo quality ilituzidi, ndio maana tulipoteza mchezo, lakini wao walishia kwenye makundi. Kwa hiyo tuna uhakika mashabiki wa Simba hawana shida na hawana wasiwasi. Isipokuwa hii mechi ilikuwa na danadana nyingi mpaka ikawatoa watu kwenye mudi. Ni nani unamtegemea kuwa nyota wako wa mchezo kwa siku ya leo? Fundi tunamjua kutoka Kigoma, mtoto wa Kigoma yule. Kagoma namba 6 ile mkata umeme. Unamwamini Kagoma sana? Namuamini kwa sababu tunaona anafanya interception, namna anavyokaa, anavyotoa pasi. Unamwona kabisa mchezaji amekamilika. Ni mtu ambaye anatakiwa kacheze Ulaya. Hapa tunamkosea sana. Kagoma huyu? Kagoma. Ni timu gani unaweza kumpa pale Ulaya Kagoma? Arsenal nafikiri inaweza kumfaa kwa sababu ndio wanacheza mpira wa gusa achia twende kwao, design hiyo. Mchezo unaenda kufanyika ukiwa na pressure kubwa sana, ambapo Simba anakuwa na option moja ila Yanga na option mbili. Yaani Yanga ashinde kombe lake, asuluhu kombe lake, ila Simba anakuwa na option moja tu ya kushinda ndio achukue kombe. Unaweza unalipi la kusema hapo? Ni kweli Yanga na advantage ya option mbili, lakini sisi kwa kuwa tunalitambua hilo hatutamruhusu kupata ile option ya pili. Sisi option yetu ni moja tu ya kumshinda ili tuweze kutangaza mbele yake. Kwa sababu hapa lazima tutangaze leo mbabe wa hii ligi ni nani.
sababu wamekimbia sana. Sasa kwa kuwa mechi ya mwisho ndio inaamua mshindi ni nani na bingwa ni nani, ndio leo tunataka tujue bingwa wa nchi hii, mbabe wa nchi hii ni nani, kwa sababu imebaki mechi moja. Wametuletea marefali wa nje, tunawasifu sana TFF. Watu wamelalamika sana, wamewaondoa viongozi wa bodi ya ligi. Timu ya mpira hutaki kulalamika, unatakiwa ukaonyeshe uwanjani. Kwa kumalizia, viongozi hawachezi mpira. Kwa kumalizia, una neno gani la kumalizia? Neno la kumalizia nawaambia kwamba mimi nawakaribisha wana Simba wote tuingie uwanjani tukachukua ubingwa. Tiketi umekata? Nimekata tiketi VIP hapa. Nimekata VIP hapa. VIP utakata amekata bwana. Anakaa mbele kabisa kumshuhudia Mpanzu. Hamna noma. Unategemea lipi kwa Mpanzu? Mpanzu leo ni kama nilivyokuambia, Mpanzu na Kibu Denis ndio watakaoleta chachu ya mashambulizi pale mbele kwa Simba, na watasababisha penalty za kutosha, na wasiposababisha penalty basi wataingia kambani mara nyingi. Hauna nguo nyingine pembeni, labda kwamba matokeo ya kwani ndivyo sivyo utabadilisha? Kwanza hata kuvaa hii ni kwa sababu nilikuwa na majukumu mengine huko Kariakoo. Nilikuwa nategemea kwamba muda ukiniruhusu nitarudi nyumbani nivae nguo za kimichezo. Bahati mbaya sana muda umenishia, nikaona kurudi Tegeta kwa ndevu kule na kurudi huku nitachukua nyekundu. Ikabidi nivae nguo niliyokuwa nayo la kijani, nimevaa kitu chekundu at least inaendana na mahadhi ya timu yangu. Naam, shukrani. Itakuwa baada ya mchezo. Hamna noma.